Bana, sakata la wanaume kulalamika kuibiwa sehemu nyeti au sehemu zao za siri linaendelea kushika kasi pale ambapo mikoa kadhaa imekuwa ikiripoti juu ya masuala hayo ambayo yanaingiza imani ya kishirikina, ambapo jeshi la polisi nchini pia limepiga marufuku kwa taharuki hizo ambazo zinaletwa na watu kadhaa mitandaoni. Lakini watu wamekuwa wakisisitiza kwamba hili jambo lipo na lipo lipaswi kunyamaziwa au kukaliwa kimya. Ni issue ambayo ipo na inaendelea, kuna watu wanaumia. Lakini hapa sasa tunaarifiwa kwamba kisa cha sehemu nyeti cha ingiza matatani watuhumiwa wawili huko mkoani Shinyanga. Jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga limewakamata watuhumiwa wawili, Kisaka Elihak miaka 22 na Makoye James kwa tuhuma za kusambaza taarifa za uongo kuhusu kupoteza sehemu zao za siri, jambo lililosababisha taharuki kubwa kwa wananchi katika wilaya ya Kahama. Taarifa hiyo imetolewa jana April 7, 2026 na kamanda wa polisi mkoa wa Shinyanga ACP Janet Magomi alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake. Kwa mujibu wa kamanda Magomi, tukio la kwanza lilitokea April 4, 2026 katika soko kuu lililopo eneo la stendi kuu ya mabasi kata ya Kahama mjini. Katika tukio hilo, Kisaka Elihak, mkazi wa Majengo, alidai kupoteza sehemu zake za siri kimiujiza baada ya kuguswa bega la kushoto na dereva aitwaye Joseph Godfrey mwenye miaka 36, mkazi wa Shunu. Amesema madai hayo ya uongo yalisababisha taharuki kubwa miongoni mwa wananchi waliokuwepo eneo hilo, ambapo baadhi yao walichukua sheria mkononi na kuanza kumshambulia Joseph Godfrey wakimtuhumu kuhusika na tukio hilo. Hata hivyo, jeshi la polisi lilifika kwa wakati na kufanikiwa kumwokoa mtuhumiwa huyo pamoja na kumchukua Kisaka kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Aidha, tukio la pili lilitokea April 6, 2026 katika eneo la machimbo ya dhahabu Mwime wilayani Kahama, ambapo kijana aitwaye Makoye James alitoa taarifa ya uongo akidai kupoteza sehemu zake za siri pamoja na kushikwa na abiria mwenzake alipokuwa akisafiri kwa pikipiki. Kamanda Magomi ameeleza kuwa tukio hilo pia lilizua taharuki na kusababisha mkusanyiko wa wananchi wenye hasira waliokuwa wakitaka kumshambulia mtu aliyekuwa akituhumiwa kabla ya polisi kufika na kudhibiti hali hiyo. Ameongeza kuwa uchunguzi wa kitabibu uliofanyika katika hospitali ya wilaya ya Kahama ulithibitisha kuwa mhusika hakuwa na tatizo lolote, hivyo kuthibitisha kuwa taarifa aliyotoa ilikuwa ya uongo. Mtuhumiwa huyo naye amekamatwa na hatua za kisheria zinaendelea kuchukuliwa dhidi yake. Kamanda Magomi ameonya kuwa vitendo vya kusambaza taarifa za uongo vina madhara makubwa kwa jamii, ikiwa ni pamoja na kusababisha uvunjifu wa amani, kuwadhuru watu wasio na hatia na hata kuhatarisha maisha yao. Ametoa wito kwa wananchi kuacha tabia ya kuzua taarifa zisizo na ukweli na badala yake kushirikiana na vyombo vya dola katika kudumisha amani na usalama. Jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga
limeeleza kuwa halitasita kuchukua hatua kali za kisheria dhidi ya mtu yeyote atakayebainika kusambaza taarifa za uongo zinazoweza kuhatarisha usalama wa jamii. So hiyo ni taarifa ambayo imetokea huko Shinyanga, ambapo inasemekana kuna watu wamepoteza sehemu zao za siri baada ya kushikwa mabega, lakini ni taarifa ambazo mkuu wa jeshi au mkuu wa polisi huko Shinyanga ametoa taarifa hiyo kwamba ni ya uongo. So watu inabidi wajikite kwenye kufanya maendeleo pasi na kutoa taarifa za uongo ambazo zinaweza zikahatarisha maisha ya watu wengine. Maoni ya wadau nayo ni muhimu sana kuangalia, kwa sababu hili ni tukio ambalo linaigusa jamii moja kwa moja na limekuwa linaleta taharuki kubwa sana kwa jamii. Sasa nikianza na huyu anaitwa Simon Saiti, yeye anasema hii issue ya nyeti kuchukuliwa, sijui ndo ujue Tanzania tuna taifa la hovyo kiasi gani. Watu wamejaa imani za kishirikina mpaka tunatia aibu dunia hii. Mwingine anaitwa Rehema Sanga, yeye anasema sasa serikali nayo yashangaa kwa sababu mmeambiwa zinachukuliwa kimiujiza, iweje mumpeleke hospitali? Hawawezi ona chochote. Sema polisi, tunawaombeni mfanye uchunguzi wa kweli, hiyo ishu ni kweli. Jamani, sina hata mtoto na muda bado najitafuta, ninasaidiaje zije zikae? Mwingine anaitwa Boke Marwa, yeye anasema sasa hivi watu wanatembea wameshika hapo mbele. Mwingine anaitwa Lahel Mimbi, yeye anasema huyo mtu aliyetuotea kwenye hii siku ya wajinga namtaka aisee, haiwezekani atutese namna hii. Lakini mwingine anaitwa G Bachuba, yeye akacheka tu. So hii ni issue ambayo imechukua attention kubwa ya watu wengi, imechukua attention kubwa sana ya jamii, kutokana na kwamba kitu ambacho kinazungumzwa ni kitu ambacho wengi kinawagusa na wengi kinawagusa moja kwa moja. So ni issue ambayo inahitajika ifanyiwe uchunguzi wa kina ili kuweza kubaini, je, haya yanayozungumzwa yana ukweli ndani yake ama ni watu tu wanaamua kuzua taharuki ili kuweza kuifanya jamii isiwe ni sehemu nzuri ya kuweza watu kuishi na kuweza kupendana. Maana hizi ni taarifa ambazo kwanza zilitokea kiutani. Zilishatokea Kongo miezi kadhaa nyuma, zilitokea Kongo kwamba huko wao wanafanya hivi vitu, lakini hatukutegemea kama hizo taarifa zingeweza kuingia Tanzania tena kwa kasi kubwa, mpaka pale ambapo tulikuja kuambiwa kwamba Tunduma watu wanasakamana, watu wanatembea na pini kutokana na kuogopa kuibiwa sehemu zao za siri. Lakini pia haikutulia, ikaendelea kusambaa mikoa mingine mpaka ilipofika Dar, maeneo ya Kimara pia watu wakaonekana kama wanahojiwa ambao ndo wanasemekana wanahusika na hizi mambo, lakini still bado haijaeleweka kuna ukweli gani katika hili. So ni imani za kishirikina ambazo imani za kishirikina huwezi ukaziendesha kwa jicho la kawaida. So ni vitu ambavyo ni vya kusadikika, huenda vipo au havipo. So ni sisi wenyewe kuendelea kwani na kila mmoja anakuwa na imani ya kwake.